kukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele. Tumsifu Yesu Kristo. Ni Padri Alexander Juma Dienya, padri kutoka Jimbo Katoliki la Bungoma, padri msimamizi wa parokia Mtakatifu Danieli Komboni, Buyofu. Mama Kanisa katika msimu huu wa Kwaresma amepanga mada za kuweza kuangalia na kutafakari majuma yote matano. Na juma lililopita, juma la 4, tulitafakari kuhusu umuhimu wa elimu haswa katika vijana wetu na kwa jamii nzima kwa jumla. Leo katika juma hili la 5 tumepewa nafasi na Mama Kanisa kuweza kutafakari kuhusu mazingira katika mada inayojulikana kama utunzaji wa makao yetu sisi sote. Kwa kwanza tunaweza jiuliza mazingira ni nini? Kulingana na kamusi ya Kiswahili, mazingira ni vitu vyote vinavyotuzunguka, vinaweza kuwa vyenye uhai au visivyo uhai. Vitu vinavyotuzunguka vyenye uhai ni pamoja na mimea na wanyama, na vile vitu ambavyo vinatuzunguka ambavyo havina uhai ni kwa mfano hewa, maji pamoja na ardhi. Kuna aina mbili ya mazingira. Kuna mazingira asili na mazingira ambayo yamekuja kwa sababu ya ubunifu wa mwanadamu. Mazingira asili ni vitu ambavyo mwanadamu alivikuta kama vipo, vimeumbwa na Mungu na hakuhusika kwa vyovyote vile katika uumbwaji wake. Na vitu hivi ni kama milima, maziwa, mabonde, mito, bahari, misitu asili. Na mazingira yaliyotengenezwa na binadamu ni kama vile mijengo pamoja na viwanda. Basi maisha ya viumbe hai ya kizazi kijacho na kizazi cha sasa hutegemea mahusiano mazuri yaliyopo kati ya mwanadamu na haya mazingira. Mwanadamu anapokuwa na mahusiano mazuri na mazingira, basi maisha yake ya sasa na ya baadaye kwa kawaida yatakuwa mazuri. Na mwanadamu anapokuwa na mahusiano mabaya na mazingira, basi maisha yake ya sasa na ya baadaye yataharibika. Ndio sababu katika simulizi yetu ya leo tunaona katika kijiji cha Evergreen tunapewa mfano kwamba wakati mwanadamu alipokuwa na mahusiano mazuri na mazingira, tunaambiwa kwamba mazingira yalimjalia mwanadamu chochote alichohitaji. Mazingira yalimjalia hewa safi, mazingira yalimjalia maji, mazingira yalimjalia hata ardhi nzuri ya kulima iliyompa chakula cha kutosha katika jamii. Na pindi tu mwanadamu alipobadilika na kuanza kutumia mazingira visivyo, pale mwekezaji mmoja alipokuja na kununua shamba, tunaambiwa kwamba katika simulizi maisha ya mwanadamu yalibadilika, kwani alikuwa mbinafsi, akakata miti ili kujinufaisha. Mazingira yakaharibika, mmomonyoko wa udongo ukaanza, basi udongo ukaharibika na chakula kikapungua, njaa ikazuka. Basi ndio sababu tunasema kwamba mwanadamu anapokuwa na mahusiano mazuri na mazingira, bila shaka anakuwa na maisha mazuri. Na anapokuwa na mahusiano mabaya na mazingira, basi maisha ya sasa na baadaye yatakuwa ya ovyo kwake. Kulingana na shirika la kimazingira la NEMA Kenya, linasema kwamba kwa kawaida nchi ya Kenya imepiga hatua kubwa sana katika utunzaji wa mazingira, ikiwemo kupiga marufuku mifuko ya plastiki ambayo ilikuwa hatari sana kwa mazingira. Pia imepiga marufuku ukuzaji wa miti ambayo ni hatari sana kwa maji katika sehemu chemichemi. Na ndio sababu kwa sasa nchi yetu ya Kenya imeweza kusitiri maeneo ambayo yalikuwa yameingiwa na mwanadamu na kuweza kuharibika sana. Lakini licha hayo, tunajua kwamba pia kuna changamoto ambazo nchi ya Kenya imepitia, na changamoto hizi zinatokana na uchafuzi wa hewa
na maji kutoka kwa viwanda ambayo yanachafua sana maziwa yetu na yanapelekea mimea ambayo ni hatari sana katika mazingira kama water hyacinth ambayo ni hatari sana katika ziwa Victoria. Pia tunaona kwamba changamoto hizo za kimazingira zimepelekea mafuriko, mmomonyoko wa udongo na haswa tatizo la taka katika miji yetu, kwamba katika miji yetu kumekosekana sehemu maalum za kuweka taka na taka zimerundikana katika sehemu mbalimbali, kitu ambacho kimeathiri mazingira ya nchi yetu. Basi bila kusahau shirika la mataifa la Umoja wa Mataifa UNEP ambalo linahusika na mazingira, katika ripoti yake linasema kwamba kati ya mwaka 2015 na 2018 magari yaliyotumika katika nchi za Ulaya, Marekani pamoja na Japan na ambayo yalitumika na hayafai tena kutumika zaidi, magari haya yalipata kuuzwa katika nchi hasa za Kiafrika ambazo ni hatari sana kwa mazingira. Basi kwa sababu hiyo tunaona kwamba madhara ya magari hiyo kutoa moshi pamoja na mambo mengine yameweza kuathiri na kusababisha ongezeko la joto duniani. Bila kusahau mabadiliko katika hali ya teknolojia, kwa kimombo tunasema kwamba unreflective use of technology, kwamba serikali nyingi na hasa katika serikali yetu hapa ya Kenya imeweza kuanza kutumia teknolojia sana bila kujali madhara yake katika mazingira. Unakuta kwamba katika ukulima, wakulima wanatumia mbolea za kemikali ambayo ni nyingi zaidi, kuna kemikali nyingi zaidi, na wanapata mavuno kwa muda mfupi, lakini baada ya muda wa miaka kadhaa udongo unakosa rutuba na mavuno yanarudi chini. Basi teknolojia hiyo, kutumia teknolojia katika hali ambayo haieleweki, inasababisha pia mazingira kuweza kuharibika. Basi swali tunalohitajika kujiuliza ni, je, tufanye nini ili kuokoa haya makao yetu sisi sote? Je, tufanye nini ili kuokoa haya makao ambayo ni yetu sisi sote? Katika simulizi yetu tunaona kwamba elimu iliweza kuwasaidia wanakijiji wa Evergreen. Wakati shirika lisilo la kiserikali lilipoamua kuja katika kijiji cha Evergreen na kuweza kuleta elimu, tunaambiwa kwamba wanakijiji waliweza kuelimishwa na kaweza kubadilisha mtazamo wao kuhusu mazingira na wakaanza tena kupanda miti, na polepole tunaona kwamba tena mazingira yanaanza kutengenezeka na yanakuwa tena vizuri. Baba Mtakatifu Francis katika waraka wake wa kichungaji maarufu Laudato Si, waraka ambao unaongelea kuhusu utunzaji wa mazingira ambayo ni makao yetu sisi sote, Baba Mtakatifu anasisitiza kwamba utunzaji wa mazingira asili ni jukumu la kila mmoja wetu. Awe mtoto, awe mama, awe baba, awe mzee, kila mmoja wetu lazima ahusike katika utunzaji wa mazingira. Na anaendelea kusema kwamba hata jamii kwa jumla pia inaweza chukua hatua ya utunzaji wa mazingira. Utunzaji bora wa mazingira utatimia tu ikiwa tutakuwa na uhusiano mzuri kati ya Mungu, wanadamu na mazingira. Baba Mtakatifu anasisitiza kwamba utunzaji mzuri wa mazingira utakuwapo tu pindi mwanadamu atakapokuwa na mahusiano mazuri kati yake na Mwenyezi Mungu na pia kati yake na mazingira. Na anaendelea kusema kwamba kunapokosekana mahusiano kati ya Mungu, watu na mazingira, mambo yafuatayo hupelekea uharibifu wa mazingira. Kwamba kunapokuwa na uhusiano mbaya kati ya mwanadamu na Mungu, kati ya mwanadamu na mazingira, mambo yafuatayo yanaweza kusababisha uharibifu wa mazingira. Jambo la kwanza, kwamba matumizi yasiyo ya kawaida ya teknolojia. Kwamba mwanadamu anapokosa mahusiano mazuri kati yake na mazingira, ataweza kutumia teknolojia visivyo ili mradi yeye apate faida, hatajali kwamba je, mazingira yangu yanabaki vipi. Kwa mfano,
Huyu mwanadamu anapotaka mawe ya kujenga, ataenda mahali ya chimbe, atumie teknolojia ya kisasa, chimbe mawe, atoe pale mawe. Lakini pindi tu anapotoa mawe, yanabaki mashimo makubwa ambayo yanakuwa vyanzo vya maji kusimama pale, ambayo yanaweza kuharibu mazingira. Basi mwanadamu anapotumia hii teknolojia kwa manufaa yake mwenyewe bila kujali mazingira tabaki vipi, tunaona kwamba hayo yote yatasababishwa na uhusiano mbaya kati ya mwanadamu na mazingira. Pili, msukumo wa kuendesha na kudhibiti mazingira asili. Kwamba mwanadamu anataka adhibiti kila kitu katika mazingira. Mwanadamu anataka adhibiti misitu, mwanadamu anataka adhibiti wanyama, mwanadamu anataka adhibiti ardhi na imtolee chochote kile ambacho anahitaji katika maisha yake. Pindi tu mwanadamu anapokuwa mtu wa kuweza kudhibiti kila rasilimali, kila mali asili, tunaambiwa kwamba basi mazingira yataweza kuharibika. Kwa mfano, mwanadamu atataka kudhibiti mazingira kivipi? Kwamba ataweza kupunguza misitu ili apate nafasi mahali pa kulima. Ataweza kupunguza ziwa ili apate mahali pa kuishi. Na mwanadamu anapoanza kudhibiti mali asili, tunaambiwa kwamba mazingira yataweza kupigana vita baadaye. Kwa kimombo tunasema kwamba the nature will fight back. And when the nature fights back, mambo yanakuwa tofauti. Ndio sababu tunaona mikosi ambayo inaletwa na mazingira, kwa mfano tsunami ambayo inaletwa na mabadiliko ya hali ya anga yanayoletwa na mwanadamu. Tatu, nadharia nyembamba za kiuchumi. Kwa kimombo ni narrow minded economic theory. Kwamba serikali inabuni mbinu ambazo hazijali kizazi kijacho. Kwanza bora kimezalisha cha kuzalisha chakula cha kizazi cha sasa. Serikali haijali kwamba na je, kizazi kijacho kitapata vipi chakula. Basi serikali inapokuwa na nadharia nyembamba za kiuchumi, tunaona kwamba haiwezi ikiangalia mbali, itaweza kutumia lolote lile ili kuweza kuzalisha, na kizazi kijacho kitaweza kupitia taabu nyingi katika hali ya kujitafutia. Pointi ya 4 ni kwamba tunakuwa na utofauti wa kimaadili. Kwa Kiingereza ni moral relativism. Kwamba kilicho kizuri, kwa mfano hapa Kenya, kinaweza kosa kuwa kizuri katika nchi ya Uganda. Kilicho kizuri katika nchi ya Uganda kinaweza kosa kuwa kizuri katika nchi ya Marekani. Basi tunapokuwa na utofauti wa kimaadili kuhusu mazingira, kila nchi itaweza kubuni sheria zake za kimazingira, na huenda utofauti huo ukasababisha mazingira katika nchi fulani ambazo hazijabuni sheria mwafaka za kuweza kulinda ama kuchunga mazingira zikaharibu mazingira. Basi tunapokuwa na mahusiano mabaya kati yetu na Mwenyezi Mungu, kati yetu na mazingira, hayo mambo manne yanaweza kusababisha uharibifu mkubwa wa mazingira. Bila kusahau Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa pili, anayejulikana kama mtakatifu wa sasa na ambaye anajulikana na wengi katika kizazi cha sasa. Katika waraka wake wa kitume Centesimus Annus anasema kwamba mazingira ni zawadi kutoka kwa Mungu na tunahitajika kama wanadamu kushirikiana na Mungu ili kuyatunza vema mazingira. Anasema kwamba mazingira ni zawadi kutoka kwa Mungu na kila mwanadamu anahitajika kuhusika katika utunzaji wa mazingira. Baba Mtakatifu anatuambia haya, anatukumbusha kwamba tunapokumbuka tu kwamba mazingira ni zawadi kutoka kwa Mungu, kwa sababu tunaposoma kitabu cha Mwanzo sura ya 1 tunaambiwa kwamba wakati Mwenyezi Mungu alipoumba ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, baada ya kuumba kila kitu alikuwa anasema kwamba na alikiona kwamba ni kizuri. Basi mazingira yakiwemo pia baada ya kuumbwa yalionekana kuwa mazuri, na chochote ambacho ni kizuri ni zawadi. Basi tunapokuwa na hiyo dhana katika fikra zetu, tutajua kwamba mazingira ni zawadi kutoka kwa Mungu ambayo mimi na wewe tunahitajika kushirikishwa ama kushirikiana katika hali ya kutunza haya mazingira. Sababu
Tumepewa jukumu hilo na Mungu. Ni Mungu ndiye ambaye ametupea jukumu hilo. Wakati alisema kwamba vyote ambavyo vimeumbwa, Adamu alikuwa anavipea jina, na baada ya kuvipea jina akapewa mamlaka ya kuweza kuvitawala. Basi ni jukumu letu kama wanadamu kuweza kuvilinda vile ambavyo Mungu aliviweka mikononi mwetu, ili hata kizazi cha baadaye nacho kipate nafasi ya kutumia vile ambavyo vimeumbwa na Mungu. Tunapomalizia masomo katika juma hili, yanaongelea kuhusu kuacha mambo yaliyopita yapite na kupea nafasi mambo yajayo. Masomo yetu katika juma hili yanagusia kwamba tunahitajika kuachilia mambo ya zamani yapite na tuweze kupea nafasi mambo ambayo yanakuja nafasi ya kuweza kutendeka. Katika kitabu cha Nabii Isaya ambayo ni somo la kwanza, Nabii Isaya anawaambia wana wa Israeli kwamba zamani anawakumbusha matendo makuu ambayo Mungu alikuwa anawatendea, lakini baadaye anawaambia kwamba msisumbuke na mambo ya zamani, mimi Mungu wenu natenda mambo mapya. Anawakumbusha kwamba wasisumbuke tena na mambo ya zamani, bali Mwenyezi Mungu mwenyewe anatenda mambo mapya katika maisha yao. Basi mimi na wewe, ikiwa tumekuwa waharibifu wa mazingira, tunalo jukumu kila wakati tusitafakari sana kuhusu uharibifu ambao tumeutekeleza, lakini tubuni mbinu mbadala ambayo itaweza kukutusaidia sisi kuweza kurekebisha makosa yetu ambayo yanapelekea maafa kwa sasa kama wanadamu. Tunaposoma somo la pili, Paulo anapoangalia maisha yake ya zamani, anasema kwamba maisha yake ya awali hayaangalii tena, lakini anasema kuwa hayafikiri hayo maisha na mambo ya zamani, lakini anaendelea kuangalia mambo yaliyo mbele, yani maisha ndani ya Kristo. Tunapokuwa tu ambao tunaangalia maisha yetu ndani ya Kristo, tutakuwa watu ambao tunajali kile ambacho Kristo ameweka mkononi mwetu, ameweka katika uwezo wetu, na ambayo ni mazingira. Ndugu wapenzi, tupate kuweka mikono pamoja, tupate kushirikiana katika hali ya utunzaji wa mazingira, kwani tunapotunza mazingira, kizazi kijacho kitakuwa na kile cha kujivunia siku za usoni. Tumsifu Yesu Kristo. Mwenyezi Mungu apende kuwabariki Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.